Okay, so tumeongelea day one, tumesha build foundation, tumejua nini maana ya forex, tumejua orders ambazo zinachukuliwa kwenye forex, tumejua maana ya kuchukua ile order ni nini, tumejua ni namna gani tunaweza kupata faida na namna gani tunapata hasara kwenye hili soko. Na huo ndio ukweli na ndio msingi wa soko, na tumejua pia ni vitu gani ambavyo vinasababisha bei zibadilike, na tumezungumzia masuala ya uchumi, lakini pia tumezungumzia masuala ya demand ya currency husika. Ila kwenye foundation pia tulizungumza kuhusiana na currencies zenyewe, tukajua currencies ni nini na kuna currencies za aina ngapi, tumezigawanyisha kwenye makundi mangapi, tukaweza kuona yote hayo. Lakini pia tukaingia kwenye section nyingine ya kuweza kuelewa price chart na candlesticks, na hichi ndicho tulichokuwa tunakifanya mpaka jana. Lazima tujue kwamba tunachoenda kutrade ni chart ambayo inatuonyesha mabadiliko ya bei against mabadiliko ya muda. Kwa namna ambavyo bei zimekuwa zikibadilika ndani ya muda fulani, ndicho tunachoenda ndio chart ambayo tutakuwa tunaiona, na hii chart inaonyeshwa kwa kupitia platform ambazo zinatumika kutuonyesha nini kinaendelea kwenye soko la dunia, kwenye hii soko la forex. Kwa hiyo tutakuwa tuna platform ambayo itakuwa inatuonyesha charts, na zile charts zitakuwa ni kile kinachoendelea kwenye soko la forex, ndicho tunachokuwa presented pale, namna bei zinavyobadilika, na sisi tutafanya maamuzi ya kubai ama kusell kwa mujibu wa bei ambazo tunaziona kwenye chati hiyo kwa sababu hizo ndizo bei zilizopo sokoni. Kwa hiyo leo naomba nimalizie sehemu ya kipande tulichokuwa tunafanya jana ambacho kilikuwa kinahusiana na masuala ya candlestick. Jana tulizungumza kuhusu candlesticks, na just a quick review. Jana tulizungumza candlestick ni nini, lakini pia tukaona kwamba candlestick ina sehemu kubwa mbili ambazo ni body na wick. Ila baada ya hapo tukazungumza namna ya kuzisoma candlesticks, na pia nadhani nilionyesha ile practically namna candlestick inavyoform, na tukasema tutakavyoisoma candlestick ni kwamba kwanza tutatakiwa tujue kama hiyo candle imepima imeonyesha bei imepanda ama imeshuka, na hiyo itatujulisha kama hiyo candle ni bullish candle ama ni bearish candle. Kama ni bullish candle, basi opening price tunategemea iwe ni ndogo kuliko closing price. Kama ni bearish candle, kwa maana candle inayoonyesha kwamba bei inapungua, tunategemea opening price iwe kubwa, closing price iwe ndogo. Lakini pia tukasema kwamba tunapokutana na bullish candle, maana yake ni kwamba buyers wako dominant, buyers ndio wengi kuliko sellers, na haina maana kwamba sellers hawapo, lakini buyers wanakuwa ni wengi na wana nguvu zaidi. Na ukikutana na bearish candle inayoashiria kushuka chini, kwa maana kwa mifano ambayo tutakuwa tunatumia hapa itakuwa ndo candle yenye rangi nyekundu, utagundua kwamba ile candle inamaanisha kwamba sellers ni dominant kuliko buyers. Haina maana kwamba hakuna watu wanaonunua, wapo, ila wanaonunua ni wachache na wananunua kwa volume chache ukilinganisha na wale ambao wanauza katika muda huo. Kwa hiyo unakuta sellers wanakuwa more dominant kiasi cha kuweza kuisukuma bei kushuka. Na nikisema sellers na buyers wanasukuma bei, jamani, tusichanganye. Yani ni concept zile zile za supply and demand, concept za kawaida za uchumi na commerce. Kwa maana ya kwamba kama unaenda sokoni leo, soko la matunda, na ukaenda kwenye hilo soko la matunda, ni kipindi ambacho ni msimu wa tunda fulani, let's say ni msimu wa mananasi, ukafika pale sokoni, wewe ukawa unataka kununua ile mananasi, mmekuja watu wengi mnanunua mananasi, si ndio? Mananasi yako 1,000,000. Akija mtu mmoja akinunua mananasi 700,000 kwa wakati mmoja, atakachofanya ni nini? Atafanya kwamba nyewe wengine wote mliokuja kufuata mananasi, mtaona mananasi sasa yamebaki machache, mtaanza kuyagombania. Kama yamekuwa mananasi ni machache kuliko idadi ya watu wanaotaka kununua, basi wale wauzaji nao watakachofanya, wataamua kupandisha bei, kwa sababu si mananasi sasa ni kitu ambacho kinahitajika. Kwa hiyo demand ya mananasi ikiwa kubwa, tunategemea bei yake pia iwe kubwa, na demand ya mananasi inakuwa kubwa pale ambapo mananasi yanakuwa ni machache. Sio, unanielewa? Kwa concept ni hizo hizo hata kwenye hili soko. Ikitokea kwamba currency fulani, let's say kuna kipindi ambacho currency ya USD, United States Dollar, inakuwa inavutia zaidi kwa wawekezaji, kwa maana inapanda thamani haraka sana, kwa wawekezaji wengi wanakuwa wanaitaka ile currency. Kwa kama wawekezaji wengi wanaenda kuinunua ile currency ya USD, kinachotokea hapo ni nini? Matokeo ya hiyo inakuwa ni kwamba currency ya USD inakuwa chache, watu wengi wanainunua, wanaishikilia, kwa sokoni inakuwa ni chache. Ikiwa ni chache, inaanza kupanda thamani,
na huko kupanda thamani tunapaona kwenye chart kwa kuona kendo zenye rangi ya kijani zikiwa formed ambazo tunasema ni bullish candle. The same ikitokea kwamba dola ni nyingi sana, au niwarudishe kwenye mananasi, ikatokea ni msimu wa mananasi, mananasi yamekuwa ni mengi sana, ila wanunuaji wa mananasi ni wale wale wachache. Wanunuaji wa mananasi ni wachache, mananasi yamekuwa ni mengi. Hapa sasa wale wauzaji wa mananasi ndio wataingia na tatizo kwamba watu wana options za kwenda kununua mananasi sehemu nyingi, kwa sababu mananasi yametapakaa. Kwa kila muuzaji atakuwa anatafuta namna ya kumfanya mteja aje kununua mananasi kwake. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu huwa wanakimbilia kwenye kushusha bei ili kumvutia mteja. Kwa hiyo wanapoona kwamba mananasi ni mengi kuliko wanunuaji, basi unakuta mananasi yanaenda yakiwa yanashuka yanashuka bei. Na wanunuaji pia na sisi huwa tunaringa. Tukishaona kwamba mananasi ni mengi, naweza nikanunua hapa, ukinizingua naenda kwa yule, ukinizingua naenda kwa yule. Kwa mimi nikija kwako ukiniambia nanasi 500, mimi nitakwambia mimi nina 300. 300 hainilipi, nitakwambia basi ngoja niende kwa mwingine. Kwa hivyo ndivyo tunavyoshusha price. Kwa hiyo jamani, price nikikwambia kwamba sellers wanakuwa dominant, wauzaji wanakuwa ni wengi kiasi kwamba wanasababisha price kushuka, maana yake ni kwamba hicho kitu wauzaji wanagombania kukiuza kwa sababu wanaona kinaenda kushuka thamani. Wanunuaji ni wachache. Kwa hiyo wauzaji wanagombania kukiuza kwa kasi, na kadri wanavyozidi kugombania kukiuza ili kuvutia watu, wanakuwa wanashusha bei. Bwana mimi nauza 2000, mwingine anakuambia mimi nauza 1800, mwingine anakuambia mimi nauza 1700. Kwa hiyo mteja anakuwa anamfuata yule mwenye bei ya chini, na ndio hivyo tunavyopromosha bei. Kwa hiyo nikisema sellers wako dominant, kwa hiyo wanapromosha bei, maana yake ndio hiyo. Nikisema buyers wako dominant, kwa hiyo wanapandisha bei, maana yake ndio hiyo. Kwa hiyo it's all about supply and demand. Lakini pia tukaona kwenye candlestick, tukaona kwamba kuna candlestick body, na hizi candlestick body tukasema kwamba huwa zenyewe zinaonyesha kiashiria cha kwamba bei iliwahi kufika mahali fulani na sasa hivi ikashuka, yani ilikuwa rejected. Unajua, na ndio ili neno rejection tutakutana nalo huko mbele. Kwa mfano kuna bei ya 2000 hapa, sawa, na tunatokea bei ya 1000. Bei ikapanda, ilivyofika 2000 watu wengi wakaona hii bei ni bei kubwa sana, wanunuaji wakagoma kununua kwa bei ya 2000, wakaona hii bei ni kubwa sana kwetu, hatuitaki. Kwa hiyo kama hatuitaki, wauzaji watafanya nini? Wauzaji wataanza kuishusha ile bei kwa kasi. Kwa ndani ya huo muda kabla kendo haijafunga, unakuta kuna bei ilifikiwa ambayo hiyo bei ikawa rejected by buyers au rejected by sellers. Kwa hiyo ikiwa inatokea juu, manake buyers wameireject, ikiwa inatokea chini kwamba hiyo bei ni chini, manake sellers wameireject. Kwa hiyo kuna bei ambazo huwa zinakataliwa, buyers anaikataa ama sellers anaikataa, kwamba mafuta yamepanda bei, yamefika 4000. Na sisi wananchi tukasema hapana, hii bei hapana, na sisi hatuwezi kununua hapo. Kwa hiyo manake itabidi zifanyike jitihada vyovyote vile ili kuweza kushusha hii bei ya mafuta. Hapo manake ile bei ya 4000 imekuwa rejected. Sasa hizi rejection za price kwenye soko letu huku tunazionaje? Zinaonekana vipi? Kumbuka kwenye soko huku tunachokiona ni candlestick. Kwa kama tunachokiona ni candlestick, tutaiona rejection in a way that price ilifika alafu ikaondoka ghafla. Ikiondoka inatuachia alama ambayo ile alama ndo tunaita wick. Inatuachia alama kwamba bei iliwahi kufika kwenye iliwahi kupanda mpaka hapa kwenye 2000, lakini ilipofika 2000 ikawa rejected by buyers. Wanunuzi wakakataa kununua kwa hii bei. Kwa hiyo bei ikabidi ishuke kwa kasi ili watu waweze kufikia kwenye bei ambayo watakubaliana kufanya kununua, ambayo hiyo bei ndo tunaita fair value. Kwa hiyo hiyo ndo maana ya hizi week, na ndo maana kuna muda week zinaitwa rejection of price. Hilo neno rejection maana yake ndo hiyo. Nimeona kwenye chat kuna samahani, naweza pata rekodi ya jana. Rekodi ya jana nilituma kwenye group mkuu, ipo kwenye group pale. Mbona hatujaona? Hamjaona nini? Recording au? Jordan, naomba unmute niambie hujaona nini? Okay, recording ya jana iko kwenye group, nitairesend kama wengine hawakuipata, ila ipo pale. Nimeituma kama file. Nimeituma kama file, haijatuma, ilikuwa ni kubwa, haiwezi kuja kama video ya kawaida. Kwa hiyo ukienda kuangalia pale kwenye files nilizotuma utaiona, lakini nitairesend tena baada ya kipindi. Kwa naomba sasa hivi tusome kwanza. I will resend it after the session please. Okay. Hapo sawa, umeiona? Okay, fine. Haya. Kwa hiyo
tulijifunza hiyo namna ya kusoma candlestick, lakini jana pia tukajifunza aina mbalimbali za candlesticks, tukaona hammers, tukaziona dojis, na tulikuwa tumeishia kwenye spinning top, tuliziona spinning top nazo. Kwa hiyo tukawa tumeishia pale kwenye spinning top, na nikasema spinning top ni kama ilivyo doji, ila tu tofauti ya spinning top na doji ni kwamba spinning top yenyewe inakuwa closing price na opening price are not the same, wakati kwenye doji closing price na opening price huwa zinakuwa zimefanana. Sawa, huwa zinakuwa zimefanana. Sasa kuna kitu kimoja nimekikumbuka kuhusiana na doji, na ni kitu ambacho najua wengi wenu ambao ni watafiti huwa mkimaliza kusoma mnapenda kwenda kusoma na sehemu zingine kuelewa zaidi. Mtakutana na kitu kimoja kuhusiana na doji. Doji inakuwa referred kama hii doji hapa. Hizi doji kuna muda utakuta watu wanasema kwamba ni indecision candle, kwamba ni candle ambayo inaonyesha kwamba hapakuwa na maamuzi sokoni, kwa maana ya kwamba hapakuwa na maamuzi kwamba sellers wakawa wengi wakawazidi nguvu buyers, au buyers wakawa wengi wakawazidi nguvu sellers. Ni kwamba sellers na buyers walikuwa na nguvu sawa sawa, kwao pakawa ni kama vile pana indecision, hapana maamuzi. Hicho ndio kitu ambacho asilimia kubwa ya huwa tunafundishwa namna hiyo, kwamba ukiona candle unajua hapa palikuwa na indecision. Lakini sisi tutasoma huko mbeleni strategy moja inaitwa market maker method, na kwenye hiyo market maker method nitakwambia kwamba hiyo candle haina maana ya indecision, kwa sababu siku zote dealer ndo anayepanga bei. Dealer yeye ndo anaamua bei gani. Kwa hiyo kama yeye ndo anaamua bei gani ya kuuza na kununua, hawezi kuwa na indecision. Ukimwona ameibakiza bei hapo, ni kwamba ameibakiza hapo makusudi na alikuwa na malengo yake. Sasa ni malengo gani tutaisoma tukiwa tunasoma hiyo market maker method. Nilitaka ni point that out. Sasa twende kwenye candle inayofuata. Candle patterns zinazofuata ni morning star pattern. Morning star candle pattern, hii ni candle pattern ambayo huwa inaonyesha bullish reversal. Nakumbuka jana niliwaambia ili neno bullish au bulls tukilitumia linamaanisha uwepo wa buyers sokoni, na uwepo wa buyers sokoni huwa inasababisha soko lipande, kwa maana thamani ipande. Sawa? Kwa hiyo bullish reversal pattern maana yake ni pattern ambazo zikitokea huwa zinamaanisha kwamba soko limetoka kwenye kuuza, sasa linageuka linaenda kufanya nini? Kubai, kwa maana it is a bullish reversal, the market is reversing to become bullish. Sawa, hiyo ndo maana ya bullish reversal. Kwa hiyo morning star pattern huwa ni pattern ambayo inatuonyesha bullish reversal ikitokea katika eneo muhimu la chini. Hii ni pattern ambayo ikitokea kwenye eneo muhimu la chini, na ili eneo muhimu la chini tutaliona leo, tutajua ni eneo gani. Sawa, basi hii pattern huwa ina kiashiria cha kwamba soko limemaliza kuuza, linajiandaa kwa ajili ya kununua, kwa maana sellers wanafunga orders zao, buyers wanafungua orders. Sasa hii pattern inakuwa described vipi? Hii pattern huwa utaiona kwa candle moja kubwa ambayo ina body nzuri. One candle, utaona candle yenye body nyekundu, kwa sababu kumbuka momentum ilikuwa ni chini. Kwa hiyo utaona kwanza candle ambayo inaonyesha momentum ya seller kubwa inatokea, ambayo ni candle yenye body nyekundu kubwa. Alafu baada ya hii candle baada ya hii candle yenye significant body, baada yake hapa katikati itakuja either spinning top au hammer au doji. Yani itakuja candle fulani either spinning top au hammer au doji. Na kama unakumbuka tulisema hammer ikitokea kwenye eneo muhimu la chini huwa ni kiashiria cha kwamba soko litapanda. Lakini pia doji nazo tukasema doji kama ile dragonfly ikitokea kwenye eneo la muhimu la chini linatupa kiashiria kwamba soko linataka reverse. Lakini pia kuna spinning top nazo tukazisema hivyo hivyo kwamba nazo zikitokea kwenye eneo la chini huwa linatupa kiashiria kwamba soko lina reverse. Kwa hiyo unakuta kuna candle moja nyekundu ambayo ina kiashiria cha kwamba sellers wapo. Alafu baada hiyo candle nyekundu inakuja candle ambayo ina kiashiria ina hizi wick. Yaani inakuja candle yenye wick ambayo inaonyesha a rejection of certain price huku chini. Unakuta kwamba hii candle lazima itakuwa na wick inaonyesha kwamba kuna price ilifikiwa ikawa rejected. Alafu baada hii candle inayofuata inakuwa ni candle yenye mwili mzuri, yenye good body, yani manake yenye significant body, alafu ni ya kijani. Ukiona candle zimejipanga namna hiyo kwenye eneo muhimu la chini, basi hiyo ni pattern inaitwa morning star pattern. Na ukiona hiyo pattern manake ni kwamba soko linajiandaa ku reverse kwenda kwenye buying. Kwa hiyo tukiona hii pattern huwa tuna buy.
kama imetokea kwenye eneo muhimu la chini. Hii ni mfano, unaweza kuona soko lilikuwa linashuka kwenye eneo muhimu la chini, tukaona hii pattern hapa. Sawa, hii ni morning star pattern, ilikuwa kiashiria cha sisi kubai, na unaweza kuona soko lilibai. Angalia tena kwenye eneo lingine muhimu, ama eneo muhimu nitakuja kuambia, mtayaona hili kuja mpaka hapa, maanake hii limerudi kwenye ile eneo hapa. Ile eneo ilikuwa ni eneo letu muhimu, kwa kwenye ile eneo muhimu tumeona hiyo pattern na ikaondoka. Sawa, kwa hiyo hizo ni morning star. Sasa opposite ya morning star huwa inaitwa evening star pattern. Evening star pattern ni pattern ambayo ikitokea kwenye eneo muhimu la juu, eneo muhimu ya juu, huwa inamaanisha kwamba soko limemaliza kununua, sasa linataka kuanza kuuza, linataka kuanza kushuka. Sawa, na hii pattern utaweza kuidentify kwa kuona candle moja yenye body nzuri inayoashiria kubai, a good bullish candle, alafu katikati utakutana na either doji au spinning top au hammer. Alafu baada ya hiyo hammer au spinning top ambayo ni ile inverted hammer, si ndio? Hata hammer yenyewe zote ukikutana nayo moja wapo hapa, spinning top, doji au hammer, ukaikuta iko katikati. Alafu kendo inayofuata ikawa ni kendo yenye bodi kubwa nyekundu, inayoashiria uwepo mkubwa wa sellers, yenye selling momentum kubwa. Ukiona zimejipanga namna hii kwenye eneo muhimu la juu, basi hiki huwa ni kiashiria cha kwamba soko lina mpango wa kufanya nini, wa kushuka chini ama kusell. Kama unavyoona hapa, hili lilikuwa ni eneo letu muhimu la juu around hapa. Sawa, around ile eneo, hii zone hapa ilikuwa ni zone yetu muhimu ya juu, na soko lilichofanya lilirudi kwenye hii zone, kisha likapresent hii pattern right at that zone, likapresent hiyo pattern. Kwa hiyo hii pattern hii ilikuwa ni kiashiria cha kwamba sasa soko lina mpango wa kufanya nini, wa kusell, and you can see soko lilifanya nini, lilisell. Kwa hiyo sisi kazi yetu sokoni ni kuangalia, je, eneo muhimu, eneo letu muhimu ni lipi, tunalipa alama. Alafu tukishalipa alama tunasubiri, tunasema kama soko litarudi kwenye ile eneo letu muhimu alafu likatupa hiyo candlestick pattern, basi maana yake hiyo itakuwa ni sababu ya sisi kufanya nini, kuingia sokoni na kutake order either ya kubai ama ya kusell. Kwa mfano huu ilikuwa ni order ya kusell. Baada ya hiyo pattern na hivyo jamani, ndivyo tunavyozitumia hizi pattern zote tulizozisoma. Pattern zote tulizozisoma huwa tunazitumia namna hii. Ni hadi kwenye group tafadhali. Okay, Venture King, naomba niandike namba yangu hapo. Kwa wale wote ambao hawako kwenye group, mtanitext inbox 46406, mtanitext kwenye WhatsApp, alafu mimi nita add namba zangu kwenye group. Na kama haupo kwenye group, maana itakuwa haujafanya registration, kwa ukifika kule utapata maelekezo mengine yote, na pia nitakuadd kwenye channel. Okay, so kuna railroad track. Jamani, kabla sijaendelea, kwanza naomba nitoe tangazo kwamba jamani, kwenye channel huwa natuma quiz. Kwenye channel huwa ninatuma quiz, na zile quiz ni kwa ajili yetu, kwa ajili ya sisi kuweza kujua nini tulichoelewa na nini hatujaelewa. Kwa nikituma zile quiz kwenye channel, jamani, ni sehemu ambayo wote tunabidi tuende tukashiriki, tuweze kuchagua jibu sahihi. Na ukikosa usijilaumu, kama ni kitu ambacho ukielewa una kinote pembeni. Tukija kwenye kipindi kama hivi, hapa ndipo platform tunaulizana, tunaweza kujua, kupeana taarifa hizi na tuweze kuwa na uelewa sahihi wote kwa pamoja. Okay, so tuna hii inaitwa railroad track. Railroad track hizi ni kendo ambazo huwa zinaashiria reversal. Sawa, zikitokea kwenye eneo muhimu la juu kwa mtindo huu, kwa maana unakuta uko kwenye eneo muhimu la juu. Sawa, kwa mfano unakuta soko liko kwenye eneo muhimu la juu, na kwenye hilo eneo muhimu ya juu unakuta kendo ya kwanza iliyofika hapa ilikuwa ni kendo yenye mwili mzuri wa kijani, kwa maana inaonyesha good buying pressure. Alafu kendo inayofuata nayo ikawa ni kendo yenye good body na inaonyesha a good selling pressure. Kwa hiyo ukiona zimejipanga kendo mbili ambazo zote zina body kubwa na zimejipanga kwa staili kama hiyo, kwamba ya kwanza ilikuwa ni kendo inayoonyesha buying momentum, ya pili ilikuwa ni kendo inayoonyesha selling momentum, alafu zimetokea kwenye eneo muhimu la juu, eneo muhimu la juu, na ambalo tutayasoma haya maeneo muhimu, basi hiki ni kiashiria cha kwamba kendo itakayofuata itakuwa na more sellers, na tutategemea kufanya nini, kuendelea kusell the market. Kwa maana hii hapa ilikuwa ndo kendo ya mwisho ya kijani, ambao wale watu waliokuwa na oda zao za kubai wakafunga oda zao,
wakaanza kufungua, wakaingia waliokuwa wanafungua orders za kusell aggressively kwenye candle inayofuata na wakawa ni wengi. Kwa hiyo baada ya hapo tunategemea kwamba selling pressure iendelee kuishusha hili soko chini. The same kama candle hizo candle zenye bodi nzuri au bodi kubwa zikatokea kwenye eneo muhimu la chini, na candle ya kwanza ikawa ni candle inayoonyesha selling pressure kubwa, candle ya pili ikawa ni candle ambayo inaonyesha buying pressure kubwa, maana yake tunategemea kutoka kwenye ile eneo la chini basi tuendelee kufanya nini? Kuondoka na ile buying momentum tuweze kubuy. Kwa hiyo railroad track ni reversal patterns ambazo zikitokea kwenye eneo muhimu la juu, ikiwa candle ya kwanza ni bullish na ya pili ikawa ni bearish, basi tunategemea soko lianze kureverse kushuka, na zikitokea kwenye eneo muhimu la chini na ikawa kwamba candle ya kwanza ni bearish na ya pili ni bullish, basi tunategemea kwamba candle zinazofuata ziwe ni candle kwa ajili ya kulionyesha soko likiwa linapanda. Kwa mfano hapa unaweza kuona soko limefika kwenye eneo muhimu la juu, candle ya kwanza ikaform ni candle yenye bodi nzuri ambayo ni ya kijani, candle ya pili ikaform ni candle yenye bodi nzuri inaonyesha selling pressure, na hii ikawa ni kiashiria kwetu kwamba hili soko it is about to reverse the direction, limemaliza kubai, sasa linakwenda kufanya nini? Kusell. Lakini kumbuka kwamba hizi pattern tunazozisoma ni muhimu ama ni zinakuwa na umuhimu na zinakuwa na maana endapo zinatokea kwenye eneo muhimu la juu ama eneo muhimu la chini. Ikiwa hazijatokea kwenye eneo muhimu la juu ama eneo muhimu la chini ama eneo muhimu ambalo sisi tumelimark kwa maana important areas, na hizi zitakuwa ni liquidity areas tutazisoma, basi hizi pattern zinakuwa hazina maana. Kwa kuna muda hizi pattern utaziona maeneo haya katikati kwenye soko hapa. Ukiziona zinatokea hapa hizi pattern, achana nazo, hazina maana. Subiri mpaka soko lifike kwenye eneo muhimu either la juu ama la chini. Na kwenye kusubiri ndipo panapopatikana matrader walio profitable na matrader ambao huwa wanakuja wanakaa kwenye soko siku mbili alafu wanaondoka wanaenda kusema kwamba soko halitengenezi hela, ni uongo, wakati kuna watu wengine ndo wanaishi kwa kupitia hili soko. It is all about patience. Kama ulikuja hapa ukiamini kwamba utapiga mtusu wa haraka haraka, I promise you kwamba this is not a good place for you. Hii sio sehemu ya hivyo. Hii ni sehemu ambayo ukitulia itakupa hela nyingi sana, lakini inabidi uwe mtulivu haswa, ili kama umeshajua kabisa eneo langu muhimu la juu liko hapa, wewe umekuta hicho kitu kinafanyikia hapa, achana nacho, haujafika bado kwenye eneo muhimu la juu, kwa sababu pea ziko nyingi, sio lazima utrade pea hii. Unaweza ukaenda kwenye pea zingine ukatafuta opportunity wakati unaisubiri hii opportunity yake ifike. Lakini kama utakuwa na haraka, utaingia hapo, utashangaa soko limepanda, limekuja limemaliza hela yako, ndo likaondoka tena kushuka kule kule ulipotaka. Utalilaumu, oh, soko leo kidogo tu nimelibahatisha. Hapana, hujalibahatisha. Ni kwamba wewe haukuwa makini, ulikuwa na uwezo wa kupata hiyo trade, ilikuwa ni trade nzuri na ulishaifikiria vizuri, sema tu haukuwa na subira kusubiri soko lifike sehemu ambayo uliiona wewe mwenyewe kwamba ni muhimu. Kwa naomba hilo nimelizungumza hapa kama by the way, lakini tutakuwa tunazungumza sana wakati tunasoma trading psychology. Kwa hiyo hizi ndio railroad track. Kama unavyoona hapa limerudi kwenye eneo letu muhimu, imejitokea. Kendo ya kwanza inaonyesha buying pressure kubwa, kendo ya pili inaonyesha selling pressure kubwa. Hichi ilikuwa ni kiashiria cha kwamba tuna sell. Another kendo ambayo inabidi tuijue ni hii kendo inaitwa spike kendo. Sasa spike kendo ni kendo aina gani? Spike kendo huwa ni kendo ambayo inaonyesha an aggressive change in price. Yaani mabadiliko ya price yanatokea makubwa sana ndani ya muda mchache. Sawa, yaani ndani ya huo muda bei inabadilika massively. Yaani assume kwamba ndani ya lisaa bei imetoka 1000 imefika hadi 5000. Aina hiyo ya spike, mabadiliko ya ghafla ya bei, yanasababisha formation ya kendo ambazo tunaziita spike kendo. Na hizi spike kendo huwa zinatokea mara nyingi pale ambapo kuna taarifa za mshtuko ambazo zinashtua soko la dunia ama zinashtua uchumi wa nchi. Kwa mfano, tunapokuwa tunapewa taarifa za uchumi, jamani, kumbuka niliwaambieni taarifa za uchumi, kuna wachumi ambao wameajiriwa kwenye mabenki ya dunia, mabenki ya nchi mbalimbali. Kila benki ya nchi husika ina wachumi ambao kazi yao ni kufuatilia taarifa za kiuchumi, kama vile mfano taarifa za export trading zinazofanyika, masoko yameingiza kiasi gani, mzunguko wa fedha. Alafu wao wanachukua zile taarifa, wanazitumia zile taarifa kuweza kugauge, kujua kwamba sasa hivi tulipo uchumi wetu ukoje, uko vizuri ama uko vibaya, ili kuweza kutengeneza policies ama kucreate measures kwa ajili ya kuweza kuokoa uchumi. Kama kiona uchumi unaenda vibaya, watatengeneza policy ambazo zitasaidia kuokoa uchumi uweze kupanda. Kama uchumi unapanda kwa kasi sana, pia watatengeneza
policy kwa ajili ya kuupooza uchumi, kwa sababu uchumi ukipanda kwa kasi sana ni tatizo, lakini pia usipopanda ni tatizo. Kwa hiyo benki kuu huwa zina kazi hiyo ya ku regulate, kuangalia kwamba uchumi unaendaje, alafu wana set pace. Kama uchumi unapanda kwa kasi sana wanaupooza, kama unashuka basi wanatafuta measures za kuupandisha. Kwa hao huwa wana huwa hizi taarifa ni public knowledge na huwa zinatangazwa. Kwa sisi kama matraders huwa tunapenda kuzifuatilia hizi taarifa, alafu hizi taarifa zinakuwa ndo zinatupa maamuzi ya whether tununue hiyo sarafu kwa sababu inategemea kupanda thamani, au tuuze hiyo sarafu kwa sababu inategemea kushuka thamani. Sasa hizi taarifa huwa zinatangazwa na zinatangazwa katika muda maalum. Sasa ule muda ambao hii taarifa inatoka, wale matraders wakubwa wenye hela nyingi, ambao kumbukeni ndio tulioita institutional traders, wale ambao huwa wakinunua ama wakiuza wanasababisha mabadiliko ya bei tunayaona kwenye soko. Soko linapanda ghafla ama linashuka ghafla, na tutaona impact zao huko mbele, tutawasoma sana hawa tunaita institutional traders. Sasa hawa kama matrader kwenye mabenki, matrader kwenye institution makubwa ambayo yanaingia na mitaji mikubwa sana, hawa huwa wanazisubiri hizi taarifa. Kumbuka nao wanatrade soko kama tunavyotrade sisi, ila tu wao wana namna ya kupokea hizi taarifa kwa haraka zaidi, na wana watu wa kuzichakata hizi taarifa ili kupata maamuzi ya kwamba sasa hivi wanunue ama wauze. Kwa huwa wakifuatilia hizi taarifa, wakizisikia tu, na wao huwa ni wa kwanza kuzipata, wanaenda kufanya maamuzi sokoni haraka sana ya kuuza kwa wingi ama kununua kwa wingi. Matokeo yake ni nini? Huu muda ambao news inakuwa released, news inakuwa announced, hawa big players wanaingia haraka kwenye soko, wanasababisha mabadiliko makubwa ya bei. Kwa mfano kama wameona kwamba unakuta labda bei ilikuwa ni 2000 ama ni shilingi 50, alafu hiyo news ambao watu wa uchumi wameitoa ilikuwa ni kiashiria cha kwamba uchumi wa hiyo nchi utapanda sana. Wao wameona sasa hivi sarafu ya hiyo nchi ina thamani ya shilingi 50 tu, ni thamani ndogo. Watakachofanya hao mabwana, watainunua kwa wingi sana. Wakiinunua kwa wingi, ndio ile mambo ya supply and demand tuliongea, si ndio? Wakiinunua kwa wingi wanaifanya inapungua sokoni. Ikipungua sokoni, na wakati sisi bado hatujanunua, wamenunua watu wachache tu, sisi tukija tunaikuta chache, tunaanza kuigombania, kwa hiyo tunaanza kupandisha thamani. Sawa? Kwa matokeo yake unakuta soko linapanda thamani ghafla, kwa sababu hao jamaa wameingia haraka wengi, alafu wameingia aggressive kwa mitaji mikubwa, wanasababisha bei inapanda ghafla. Unashangaa ghafla tu bei imefika 1000. Sasa kendo ambayo itakuwa imechorwa, kendo ambayo itakuwa imekuwa produced na hii movement, utakuta ni kendo limoja likubwa lirefu, na hiyo aina hiyo ya kendo tunaita nini? Spike candles. Mfano hii, na hivi vitu mara nyingi waga vinatokea during news release, au kipindi ambacho soko likapata shock ya ghafla. Sawa? Imetokea labda pametangazwa kitu, labda kipindi cha uchaguzi, unakuta kuna kendo kama hizi waga zinatokea muda ambapo wanapotangaza yale matokeo ya uchaguzi, kwa sababu kumbuka siasa zinaendesha uchumi jamani, hicho msisahau. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine waga pia matukio ya kisiasa makubwa ambayo yanatokea kwenye hizi nchi ambazo zina uchumi mkubwa huwa pia yana namna ya kuonekana kwenye upande wa soko, huwa yana namna ya kuathiri hili soko. Kwa aina hizi za kendo ndo tunaziita spike kendo, na huwa zinatokea kutokana na hizo news release. Aina nyingine ya candles ambazo pia mnabidi mzijue ni hizi zinaitwa code of wood. Sasa code of wood hii ni pattern gani? Hii code of wood ni pattern inayofanana vile vile na railway track kama mnazikumbuka. Zenyewe pia na yenyewe pia ni reversal pattern. Yenyewe hii tunasema ni an extension of the railroad track. Sawa? Kwamba railroad track huwa ni kendo mbili. Sasa zinatokea tena pea nyingine. Hii hapa bila anachokifanya huwa ni anapoteza muda. Nia yake bado ni kusell kama ilivyotokea wakati railroad track tulisema, lakini kabla hajasell anawashtua kidogo. Hii kendo hapa ya kubai, kuna watu wengine wataona kwamba dealer alikuwa anazingua, hasela ameamua kubai, kuna watu watabai hapa, hii kendo hapa itakuja kugonga stop loss zao, alafu ndo ataondoka. Kwa hiyo ikitokea kwamba, kumbuka dealer anafanya biashara, dealer na yeye anafanya biashara, kwa hiyo huwa anataka akae mahali fulani mpaka atengeneze pesa ya kutosha, ndipo aliache soko litrend, kwa sababu soko linapotrend kuna baadhi ya watu huwa wanakuwa wameingia vizuri, na likiwa linaondoka soko likiwa lina move upande moja, kama linaenda juu ama linaenda chini, basi unakuta kwamba kuna watu wako ndani ya faida, na kumbuka dealer ndo ana jukumu la kuwalipa wale watu faida. Sasa ikiwa analimove soko kila muda, ina maana kila muda atakuwa anagawa faida, yeye atatengeneza lini? Kwa hiyo huwa akilimove watu wakaa kwenye faida, baada ya muda kidogo huwa anakaa kwanza, anaacha lisimove, anatulia kidogo, ili huu muda anaotulia ni muda anaowachanganya wale watu ambao akiona limefanya tu hivi anataka abai hapo hapo, akiona limefanya hivi anataka aseli hapo hapo. Hajui kwamba
hii ni tabia ya dealer, huwa anatulia. Kwa hiyo hapa kuna watu wengi huwa wanaingia oda zao na huwa wanagongwa stop loss, wanapoteza mitaji yao, watu wengi sana, wakati dealer anafanya hichi kitu. Na hichi kitu huwa dealer anakifanya makusudi kwa ajili ya hao watu wapoteze mitaji, kwa sababu mitaji wanaoipoteza inaenda kwake. Sawa? Kwa sisi jukumu letu hapa ni nini? Jukumu letu ni kumsoma huyu dealer, tujue tabia yake, ili tuweze kumavoid pale ambapo anasubiri hela yetu, sisi tuweze kuingia pale ambapo ana trend, anagawa pesa. Na hicho kitu tutafundisheni hapo mbele, tutaona namna soko linavyo behave. Kwa hiyo hii pattern inaitwa Code of Wood, ni extension ya railroad. Kwa hiyo ni vile vile kama railroad, lakini tu inakuwa ni kama railroad yenye pair nyingine imeongezeka. Ikitokea kwenye eneo muhimu la juu inaashiria kuuza, ikitokea kwenye eneo muhimu la chini inaashiria kununua. Huu ndio mfano wa railroad ikiwa inatokea kwenye soko. Unaweza ukaona soko hapa lilikuwa linaenda chini, likafika mahali kwenye eneo muhimu la chini, sawa? Ili soko likafanya nini? Kwenye ile eneo muhimu la chini hapa, soko likaform hichi kitu hapa. Utaweza kuona kendo ya kwanza nyekundu, ya pili kijani, ya tatu nyekundu, ya nne kijani, likaondoka. Sawa? The same hapa, soko lilikuwa lina buy, limefika kwenye eneo muhimu la juu, likapresent hii pattern hapa, likaondoka. Sawa? Ukiangalia hizi pattern zote tunazitizama kwenye maeneo muhimu. Na hii slide hapa inaenda kucement hicho kitu. Inaenda kurudia kwamba jamani, hizi candlestick pattern zote tulizozisoma, kuanzia tulivyosoma hammers, tukasoma dojis, tukasoma spike candle, tukasoma Code of Wood, tukasoma railroad track, si ndio? Tukasoma morning pattern, tukasoma evening star, morning star, si ndio? Hizi pattern zote ambazo tumezisoma huwa ni muhimu endapo zinatokea kwenye maeneo maalum ama maeneo muhimu kwenye soko. Zikitokea kwenye the wrong market context, zikitokea kwenye eneo lingine lolote ambalo sio yale maeneo yetu muhimu, basi hiyo pattern inakuwa haina maana, kwa hatuitrade. Tunaitrade pale endapo inafika tu kwenye right market context. Kwa hiyo this is to say that ukiingia kwenye soko wakati wa analysis, cha kwanza kabisa cha kufanya ni kuidentify maeneo muhimu. Kwa hiyo hapa tukiwa tunasoma, tutatumia muda wetu mzuri sana kuweza kujifunza namna ya kuidentify maeneo muhimu, kwa sababu utakuwa ndo msingi wa sisi kuweza kupata hizo movement ambazo zitatupa faida. Angalizo la pili ambalo ni muhimu sana kuhusiana na hizi candlestick pattern ni kwamba ili uweze kusema kwamba candlestick pattern fulani imeform, kwa mfano ili uweze kusema kwamba hii candle ni hammer, au hii candle ni inverted hammer, au hii candle ni shooting star, au hii candle ni au hii candle let's say hizi candle zimejipanga hapa, hizi ni morning star, au hii candle ni spike candle, ama hii candle ni doji. Sawa? Ili uweze kufanya hayo maamuzi ni lazima uisubiri candle ifunge. Kama ni candle ya dakika 15, subiri hizo dakika 15 zikamilike, hiyo candle imalize movement yake, ifike kwenye closing price, ikuonyesha na closing price ilipo. Hapo ndipo utaweza kuidentify kwamba hii candle ni candle fulani. Kabla candle haijafunga, kabla candle haijamaliza muda wake na kufunga kwenye closing price, hauruhusiwi kufanya maamuzi ya kwamba hiyo candle ni candle ya aina fulani, kwa sababu kuna kitu tunakiita backside of the hour. Backside of the hour ni concept inayosema kwamba candle huwa inaonyesha uhalisia wake kipande cha mwisho cha muda wa hiyo candle inapoform. Kwa mfano kama ni candle ya lisali moja, utajikuta kwamba ikishamaliza zile dakika 55 kuelekea dakika ya 56 mpaka dakika ya 59 kuelekea ya 60, hapo ndipo inaenda kufanya uhalisia wake. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwenye kendo ya dakika 15, kendo ambayo tunategemea itumie dakika 15 kuanzia kufunguka mpaka kufunga, dakika 14 zote hii kendo ilikuwa ina bodi kubwa sana nyekundu. Alafu ile dakika ya 15 kabla haijafunga, hii kendo ikaja ikafunga hivi, kwa maana ikapanda mpaka ikafika point hii ndio ikafunga. Kwa hiyo wewe kama ulifanya judgment kabla kendo haijafunga, utasema hii kendo ni spike kendo, kumbe ukweli hiyo kendo ilikuwa inaenda kuwa hammer. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndio maana tunasema kwamba subiri kendo ifunge ndipo ufanye maamuzi ya kwamba hiyo ni kendo aina gani na inakusababisha ufanye nini. Hii ndio mwisho wa session yetu ya kwanza. Tumemalizana na candlestick. Tutaondoka kwenye hii session na kurudi tena kwenye link hiyo hiyo ili tuweze kwenda kwenye upande wa chart patterns pamoja na support and resistance. Na hapo nitahitaji maswali mwanzoni alafu ndo tutaendelea. Naomba basi tumalize hii tutoke kwenye hii turudi immediately